Kusikiliza mwimbaji wetu siku ya leo Ntujel Msangi ambaye tumeachana naye. Sasa nilikujuza mapema nitakuwa na mwinjilisti Esther Fumbuka kutoka kanisa la AIC Makongoro hapa Mwanza. Tuko naye hapa na leo tuna jadili umuhimu wa Mkristo katika kusherehekea sikukuu ya Christmas. Kwa tutajikita hapo zaidi, nawe kama ni Mkristo unaweza ukatuma maoni yako pia kusema kwako muhimu unauonaje kama Mkristo katika kusherehekea Christmas. Niseme karibu sana mwinjilisti Esther Fumbuka. Asante sana. Asante sana kwa kuja. Asante sana. Asante sana. Na hapa kabla tujaanza huwa tunapenda tuongozwe na maombi. Huwa nawaambia kila siku wachungaji wakija hapa, nawaambia kwamba kukaa kwetu hapa sio kwa sababu sisi ni wajanja sana. Ni kweli. Wala sio kwamba sisi tuna kiburi sana. Ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo tunaomba turudishe utukufu kwake. Karibu sana katika kuomba. Asante sana. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya asubuhi ya leo ya Jumapili ambayo imekuja kwetu kwa ajili ya kukuabudu wewe. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako, tunaomba ututakase na hasa pia utusaidie kuendelea kwa karibu na wewe. Na hata katika kipindi hiki tunapoanza kujifunza, kujikumbusha mambo machache juu ya umuhimu wa Mkristo kusherehekea sikukuu ya Krismasi, uwe pamoja nasi tunapoanza na hata tunapomaliza, tuendelee kujifunza kutoka kwako. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Amen. Asante sana mwinjilisti Esther Fumbuka. Kwanza nimefarijika kuwa na wewe asubuhi ya leo. Na mimi pia. Nashukuru sana. Na mimi nitaenda moja kwa moja kwenye mada hii. Sawa. Ningetaka kusikia ufafanuzi na watazamaji wangetaka kusikia ufafanuzi tunavyosema kwa ujumla kwamba umuhimu wa Mkristo katika kusherehekea Christmas. Umuhimu wa Mkristo. Sababu ingekuwa tu umuhimu wa Christmas ni kitu kingine. Kweli. Lakini umuhimu wa Mkristo katika kusherehekea Christmas, maana yake nini kwa ujumla, picha ujumla hivi? Asante sana kwa ajili ya swali lako hili mtangazaji, ambalo kweli ni msaada sana kwetu sote tunapoelekea kwa habari hizi. Kila mmoja anaweza kuwa na tafsiri yake kwa maandalizi yake. Wengine wanaondoka kwenda nyumbani, wengine wanajiandaa kwa nguo, wengine wanajiandaa kwa chakula na mambo mbalimbali katika mazingira haya ya Krismasi katika mtazamo tofauti. Ila uzuri, kwa sababu swali lako limelenga umuhimu wa Mkristo, naamini kwamba Mkristo tayari anakuwa ameshajitambua kwamba ana nafasi ipi katika kulielewa swali hili. Na ni moja kwa moja, kwa sababu ni Mkristo, ni kwamba yupo katika kipindi cha kutazama zaidi kiroho, kukumbuka kwamba hii ni habari ya wokovu, ni habari ya kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Ndicho ambacho tunakumbuka hiyo kwa tarehe 25 mwezi wa 12. Hilo ndilo ambalo linalo tuangaliza la kwanza kabisa. Unaweza ukaangalia tafsiri nyingi katika upana wake, ila zaidi sana katika kiroho ni hiyo, ni kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ambayo mantiki yake ni habari njema za wokovu. Okay. Sawa. Sasa umetafsiri vizuri sana. Mimi nimefarijika sana. Maana yake ni kwamba kama ni tafsiri ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, maana yake tunasherehekeaje kuzaliwa kwa Yesu Kristo kama Wakristo? Hiyo sherehe sasa ya Christmas tunasherehekeaje sasa? Kwa kufanya nini? Kwa kutenda nini? Kwa kula mbuzi wa 8? Kwa kwenda ibadani? Kwa kufanya nini sasa ili tuweze kusherehekea umuhimu huo wa hiyo tarehe 25? Tunasherehekeaje sasa? Ndio umuhimu wenyewe wa Mkristo, tunafanyaje? Sawa kabisa. Kwanza nimesema habari hii ya kwamba tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ambapo ni wokovu. Ningependa kabisa kuona inatokana na Luka ile sura ya 2 na mstari ule wa 11, pamoja na kwamba panaweza kukawa na mistari mingi, lakini ukiangalia mstari huu unaenda moja kwa moja kuona habari njema hizi wanaambiwa hawa wachungaji. Luka mtakatifu sura ile ya 2 na mstari wa 11 inasema, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana.
kwa ajili yenu amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Kumaanisha kwamba huyu ni Mwokozi wa ulimwengu wote, kwa watu wote. Swali lako limesema kwamba tunasherehekeaje? Ukitazama kama nilivyoanza kusema katika mwanzo, kwa maswali yako nasema je, kuna maandalizi yoyote? Maandalizi hayawezi kukosa ya namna ile katika hali ya kiafya, lakini haitazamwi sana katika mtazamo ule. Kama Mkristo anaangalia sasa kujitathmini zaidi maisha yake. Je, ni kweli katika maisha yake amempokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, au ni desturi ile tu ya kuweza kuingia katika kanisa au kushirikiana na wengine? Swala halisi linakuja kwamba maana halisi, kwa sababu ni wokovu, je, nimekwisha kumpokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu? Na je, ninaenenda sawasawa na mapenzi ya Mungu? Ninatafakari ukuu wa Mungu siku zote? Maisha yangu yanampendeza Mungu katika kuenenda kwangu, kuishi kwangu? Kwa sababu Mwokozi anatuokoa kutoka katika dhambi. Ina maana anapotuokoa kutoka katika dhambi, tunaishi sasa katika maisha ya kujitakasa, maisha ya kutafuta uso wa Bwana. Hiyo ndio ilikuwa maana halisi zaidi. Maana tunapata uzima wa milele tukiwa katika hali ya mwili, lakini bado inatuangaliza zaidi kupata kuishi na Kristo baadaye. Ndilo ambalo linalotazama zaidi sana katika wokovu. Okay. Kwa hiyo vyovyote utakavyoamua, lakini angalau inaonyesha ni utambuzi wa ukuu wa Mungu. Pamoja na kwamba haizuii kusherekea katika kula na kunywa. Haizuii. Haizuii, si mbaya. Ni umuhimu huu wa Mkristo kusherekea. Ni matendo yapi hayapaswi kufanyika wakati huu tukiwa tunasherekea ili kufifiza ule ukuu wa Mungu? Swali ni nzuri sana kwamba ni matendo yapi ambayo hayapaswi kusherekea hasa wakati kama katika kipindi kama hiki. Matendo ambayo hayapaswi ni mengi, ni kwa ujumla ni yote yasiyompendeza Mungu. Mathalani kuna wengine sasa hiki ndio kipindi chao, ni kwa jinsi gani wanaweza kwenda katika mambo ya vinywaji, kulewa na mambo kama yale, kutembea usiku, kwenda kucheza muziki ya usiku. Yani ni kama vile sasa ndicho kimekuwa kipindi cha sherehe na kufurahia kwa namna ile. Si katika maana hiyo. Ni katika hali ya utulivu wa amani na kutafakari neno la uzima. Ni habari njema. Tunapoangalia katika ile Luka sura ile ya 2, hawa wachungaji wa kondeni walipata hiyo habari njema. Lakini walipopata hiyo habari njema, hata waliwaambia wengine juu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Na sisi tunaposikia habari hizi na kujitathmini sisi wenyewe na kuanza kuona jinsi gani Mungu alivyo wa upendo, wa kutujali, kutuletea Yesu Kristo kuzaliwa kwa ajili yetu, si tu kwamba tunapokea na kutulia, lakini wazo zaidi tunaanza kutafakari ni kwa jinsi gani tutawaambia wengine habari njema za Yesu Kristo, na ni kwa namna gani wataishi kulingana na habari njema za Yesu Kristo. Ni pamoja na amani, maana huyu ni mfalme wa amani. Ni mfalme anayeleta amani kwa watu wote. Na pia ni amani si tu kwa ajili ya Wakristo, ni amani hata kwa dini zingine. Kukaa kwa pamoja kwa utulivu. Na pia huyu ni Mungu mwenye nguvu ambaye analeta uzima, lakini analeta wokovu, analeta ushindi, analeta uponyaji wa kiroho na kimwili. Na nakuelewa sana. Kuna siku moja niko na rafiki yangu mmoja tunajadili. Ilikuwa ni kumbukizi ya kifo cha hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Tukiwa tumekaa sehemu, likapita tangazo, yani likapita gari linatangaza. Linasema leo kwenye eneo fulani kutakuwa na punguzo za vinywaji vya pombe kali na nini kwa sababu ya kusherehekea siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa. Nikamwambia kaambia siku hizi vifo vimekuwa na yenyewe ni matamasha. Kwa hiyo nakuelewa unavyosema kwamba katika mazingira kama haya
hayawezi katika kutafuta ukuu wa Mungu, kutambua ukuu wa Mungu, kutafuta utakaso. Hauwezi kugeuza kuwa sehemu tena ya kufanya mambo ya anasa au yenye vinasaba na mambo yanayomuudhi Mwenyezi Mungu. Hapana. Hata unaposherehekea sikukuu yetu ya uhuru tarehe 9 mwezi wa 12, unatathmini na kuona ni kwa jinsi gani nchi yetu ilikuanzia hata mpaka hivi sasa, na nini tuweze kuendeleza kitu ambacho kinachotofaa katika maisha. Ina maana kwamba hutafanya yale ambayo sasa ni kinyume katikati yake, haitakuwa na maana. Na sasa unapokumbukia kwamba hii ni sherehe ya Christmas, na unakuwa ndio wakati wako sasa wa kuona ni kwa jinsi gani nitakusanyika na wenzangu na tutakaa pamoja, tutakunywa kiwango gani na tutafanya mambo haya na haya. Hiyo sio maana ya Christmas. Ni hali tu ya kujifurahisha binafsi. Okay. Wale ambao wana fanya matendo yanayoweza kwa mfano mtu anakuja kanisani, ana sali na anatoa sadaka, anatoa mafungu yake ya 10, mwingine anakwenda kwenye vituo vya watoto yatima, mwingine anafanya hivi kama sehemu ya maandalizi kwake kwa kusherehekea. Ni sahihi kufanya matendo ya namna hii katika wakati huu? Utoaji wa misaada, na ni mtu anaona kama ndio sherehe yenyewe hiyo kwake. Kutoa sio vibaya. Kutoa ni kuzuri. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe ni mtoaji. Ila kinachotazama kwanza ni kiroho. Halafu baadaye unafanya mambo mengine ambayo yanayofuata. Unaweza kufanya mambo mema mengi ya kutoa hapa na pale, ila kwanza kinatazama ni vizuri uangalie maisha yako kiroho na kujitathmini mbele za Mungu, na hatua ya pili kufanya hatua kama zile. Si vibaya kabisa. Na hasa ukitoa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, si kwa ajili ya kujionesha kwa watu. Maana wakati mwingine unaweza kutoa kwa watu na hata wakasahau. Hata wakati mwingine wakakukatisha tamaa. Kwa hiyo hata unapotoa kwa yatima, ukatoa kwa wajane, na ukatoa kwa watu wenye mahitaji mbalimbali, si vibaya. Okay. Na ni kweli kwamba hata mwanzo wa Krismasi kabisa, kwa wale ambao wanatoa historia yake, walifanya hivyo katika kulenga maana halisi pia ya kuwasaidia watu wengine kwa mahitaji mbalimbali, kufurahi pamoja. Lakini inatazamwa zaidi kiroho na mambo mengine yanaendelea. Okay, ambapo si vibaya kama swali lako lilivyosema. Na sio vibaya. Sio vibaya. Anasema Sylvester yeye sawa, nimekuelewa. Alikuwa anataka kujua ni specifically kwamba ni kweli Yesu alizaliwa tarehe 25. Kwa sababu mimi naitwa Martin Charles, natokea Mpwapwa, Dodoma. Napenda kujua kama okay. Sawa. Pamoja na anasema okay. Huyu okay, anasema mbona kwenye Biblia haijaandikwa kusherehekea? Inakuwaje Wakristo wanasherehekea kitu ambacho hakiko kibiblia? Ni swali ni kama vile linalenga, ninavyolitazama ni kwamba ninaliona ni kama vile linaonesha mashaka kwamba kwenye Biblia hatujaandikiwa vizuri kwamba tarehe 25 Yesu Kristo alizaliwa. Lakini ukiliangalia package ya hili swali inaonyesha kabisa kwamba huku chini anasema anaomba yeye kuuliza pia kwenye Biblia haijaandikwa kusherehekea. Anasema hivyo. Inakuwaje Wakristo wanasherehekea kitu ambacho hakiko kibiblia? Ndio nataka kujua ufafanuzi kwamba kuzaliwa kwa Yesu hakuruhusiwi. Nadhani ndio msingi wa swali, hakuruhusiwi watu kugeuza na kusherehekea, au alikozaliwa kule Yesu mwenyewe wale watu hawakusherehekea? Biblia inasemaje? Nadhani ndio msingi wa swali lake. Naona ni kama vile anaona je, kulikuwa kuna sherehe au kulikuwa kuna nini? Kulikuwa na nini baada ya kuzaliwa Yesu Kristo? Wazo halisi wa Kristo hatuigi wala hatufati mkumbo. Ila tunaelewa baada ya kufahamu hata historia ya mwanzo kiasi juu ya ninachofahamu kiasi ni kwamba hata mwanzoni katika utawala wa Rumi, hasa mfalme Konstantini ambaye pia alikuwa ni Mkristo, alilitazama swala hili kwa wengine ambao waliokuwa wanasherehekea vitu ambavyo havikuwa sawa. Hawakuwa ni Wakristo, lakini walikuwa wanasherehekea mambo ambayo mengine hayakuwa sawa katika kipindi kile. Na katika zamani zile ndipo
Wakristo wakiwa pamoja hata na yule mfalme, na hasa kwa sababu alikuwa na nguvu sana yule mfalme Konstantini katika utawala wa Rumi, na wakatafakari zaidi ya kwamba kama kuna kusherekea katika masuala ya kawaida na watu wakisaidiana katika mtazamo huu, je, Wakristo wanaweza wakafikiria vipi? Pamoja na kwamba kuna wengine wanachukua mtazamo tofauti tofauti kumaanisha hii tarehe 25 ilianzaje kusherekea, ila kuna sehemu hii pia ambayo tunajifunza walianzia mahala pale kutafakari kwamba Wakristo wapaswa zaidi kuelewa na kusherekea juu ya maisha yao na uhusiano wao na Kristo. Na kuelewa zaidi ni kusherekea juu ya habari ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo hata kuliko mambo mengine. Kwa hiyo ni hivyo. Hata katika Biblia si kana kwamba unaweza ukatazama tu kusherekea uweze kuona zawadi na furaha na hapa na pale. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilikuwa ni furaha. Haikuwa ni huzuni. Ilikuwa ni tumaini kwa wote. Kwa sababu ilitabiriwa na hata wengi walisubiri kwamba atazaliwa lini. Of course, na kwa kweli hata tukiachana na hiyo, ukija kwenye mwinjilisti, ukija kwenye maisha ya kawaida, kuzaliwa watu wanasherekea. Familia ukiona mtoto kazaliwa wanasherekea, wanafuraha, wanafarijika. Wengine wanaiona kama ni neema imetembea kwenye familia kabisa. Na ndio maana kuna watu wasipoweza kuzaa huhangaika huku na huku. Wanaenda kwa wachungaji, mimi sijazaa bana, naomba niombewe na nini, kwa sababu anachotafuta ni furaha ya kujana. Kwa hiyo mimi sijui yeye alikuwa amerejea kwenye maandiko kwamba ama wamezuiwa au hawajazuiwa. Nadhani hiyo ndio ilikuwa swali lake. Mwingine anasema Baraka anatoka Manyara, okay, yeye anauliza mahusiano yaliyopo kati ya kusherekea Christmas na kupamba maua na miti ya Christmas. Mkristo katika najua watu na maua yale, tuna miti ya Christmas na nini, na yeye anasema sasa mahusiano yakoje na kuzaliwa kwa Yesu Kristo kama Mkristo? Inawezekana kuna historia ambayo ni ya nyuma kuhusiana na mti wa Christmas ambao sana zaidi hatujajikita kuweza kuutazama kwamba unaweza kuhusiana vipi na juu ya Christmas. Yaani najua msingi wa swali lake ni anaonyesha hizo ni shamra moja hapo za katika kusherekea. Sasa nadhani ndio msingi wa swali lake. Naona kwamba na yawezekana kabisa kuna msingi fulani ambao ni kihistoria kuhusiana na mti wa Christmas, maana haijatokea tu kwamba kwa nini wasiweze kuchukua jembe na kwa nini wasichukue kitu kingine kuchukua ule mti wa Christmas, na inaonekana dunia nzima unafanana kwamba kuna kitu fulani. Kwa hiyo kuna historia yake, ila ni kitu ambacho kinachohusisha tu kama pia dalili kulingana na historia yake ambayo pengine wengi wanaijua zaidi kwamba sasa majira kama haya kuna vitu kama hivyo, kuna shamla na alama kama hizi ziwaoneshe watu kuweza kuonesha kwamba Kristo Yesu amezaliwa. Okay, sawa. Pamoja na haya yote ambayo tuna yazungumza, Mkristo inawezekana, kwa mfano ukiangalia ule msingi ile swala la kwanza la huyu mtu anajaribu kuonyesha kwamba pamoja na haya yote yanofanyika, umuhimu wa Mkristo katika kusherekea hii. Huyu mmoja baada ya kueleza, umefafanua hapa maelezo ya kwamba yako matendo yasifanywe, yapo matendo yasifanywe katika kusherekea kwa huyu Mkristo. Ukiwa ni mtu unayefuata misingi yote ya dini na wewe na familia yako, ndio swala anauliza huyu. Anasema wewe na familia yako mkaamua siku hiyo kama sehemu ya kusherekea, basi mkaamua kunywa vileo. Lakini wewe ni muumini mzuri, anajaribu kuonyesha unaenda kanisani, unatoa kila kinachotakiwa, unachangia huduma ya kanisa, lakini umekwenda mara moja. Unaweza kuona umetoka katika misingi ya Ukristo. Kwamba kwa upande mmoja unafanya mema tu, lakini sasa siku hiyo kwa sababu ya Christmas mara moja kwa mwaka ukafanya hii, anasema unakuwa umetoka kwenye misingi, unamuudhi Mwenyezi Mungu katika mazingira haya. Kwa hiyo ana balance huyu, anatafuta kuhalalisha dhambi na kwa sababu ni kidogo tu na mara moja tu, sasa angalau niweze kushiriki. Hapana. Biblia
tueleza hatutakiwi kabisa kuonja, na tena hatutakiwi kabisa kulewa. Katika misingi yake na mafundisho ambao ninafahamu kitheolojia. Kwa sababu hiyo hatuwezi kuruhusu mwanya wowote ule ati kwa sababu tu ya kusherehekea. Na hata kuna wengine ambao wanasema leo kwa sababu tu ni harusi na ni siku moja basi nitakunywa angalau kidogo. Leo kwa hapana. Kibiblia hairuhusu kabisa. Hairuhusiwi. Na kufurahi wala kusherehekea si tu kwamba unywe ndio uonekane kwamba wewe umefurahi. Lakini hata kwa jinsi zingine ishara ziko nyingi ambazo unaweza ukapata vitu na ukafurahi vitu kama hivyo, kwa sababu ni kama vile kuna hisia fulani tu ambazo zinazoonyesha kuweza kupata tu kunywa na ndipo uoneshe ku. Kwa kweli hata kama ni siku moja kwa mwaka sio vema kufanya hivyo. Kwa sababu uaminifu wako ambao umeahidi kwamba sitakunywa ni ndivyo ilivyo, usiwe kabisa. Sawa. Nasema nyinyi wachungaji wa injilisti pamoja na mapadri mnawafundisha nini sasa waumini wakati huu? Mahubiri yanajikita katika nini? Mtazamaji tu anauliza hilo kwamba wakati huu nyinyi mnajikita katika nini? Ni katika kufundisha namna kusherehekea, umuhimu wa siku yenyewe, au mnafundisha nini sasa? Ndio mtazamaji anataka kujua. Approach inaweza ikatofautiana, ni kwa jinsi gani unaweza ukalichukua neno na message kuifikisha, ila bado ikalenga ni habari njema za Yesu Kristo. Na zinaweza kukumbusha kutoka Agano la Kale, kwa sababu kutoka katika Agano la Kale vitabu vyote kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo vimesema juu ya habari za Yesu Kristo. Na hata unaweza ukagusia pengine Isaya sura ya 7. Ni kwa jinsi gani Kristo alileta tumaini kwa watu baada ya viongozi kushindwa wa dunia wa Israeli wakati ule. Tumaini. Na mwingine akasema kwamba atahubiri juu ya Isaya sura ya 9. Mwingine Isaya sura ya 7. Sura ya 9 inazungumza Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme, nguvu ya mfalme na uwezo wake ukoje. Lakini bado wengine wakazungumza habari za Yesu Kristo kuzaliwa kwake kama sura ile ya 2 ya Luka, na kusema kwamba Yesu Kristo alikuja kwa watu wote, wa maskini, kwa sababu hiyo walikuwa wale ambao ni wachungaji wengine. Yesu Kristo alikuja kwa watu wote, kwa matajiri, ukiangalia Mathayo sura ile ya 2 mstari wa 1 hadi wa 12. Kwa hiyo ni kwa jinsi gani anavyoweza kuifikisha message ikawa ya hapa na pale katika kufikisha ujumbe kulingana na uongozi wa Roho Mtakatifu na hali halisi na mazingira yale aliyonayo. Lakini bado itarudi ni habari njema za kuleta wokovu na tumaini la uzima wa milele. Nafikiri najibu swali ambalo walisema ni lipi ambalo linalopaswa kufundishwa. Kwa hiyo liko mahali pale habari njema za Yesu Kristo watu kupata kuzisikia, na si kuzisikia tu na kukaa kama zilivyo, lakini kuenenda sawa sawa na maandiko, lakini pia kuwaambia wengine habari njema za Yesu Kristo. Hilo ndilo tunalotaka. Tafakari kuu inaweza ikawa ni ipi kwa Mkristo wakati huu wa kusherehekea, nje ya kutambua ukuu wa Mungu na kutambua siku yenyewe? Tafakari inaweza ikawa ni nini katika kusherehekea? Ni kipi tunapaswa kutafakari kwa kina zaidi kama sehemu mojawapo ya sisi kusherehekea, nje ya kunywa, nje ya kujua tu? Kwa sababu kutambua tu ukuu wa Mungu anaweza mtu akatambua tu kwamba Mungu ni mkuu anatambua. Lakini tafakari juu ya umuhimu na sisi katika kipindi hiki. Kipi kinaweza kuwa ni tafakuri njema kwa Mkristo wakati wa kusherehekea? Wakati wa kusherehekea ambacho ni chema zaidi. Je, nina uzima wa milele ndani yangu? Maana huyu aliyezaliwa ni Mwokozi wa ulimwengu. Na mimi ninaposherehekea habari hizi njema za Yesu Kristo, je, nina uzima wa milele? Hata kama Kristo akifika hivi sasa, nitakuwa tayari kwenda pamoja naye. Na hata kama ikitokea maisha yangu yamekwisha hivi sasa, je, nitakwenda pamoja naye? Hilo ndilo tafakari kubwa habari ya Kristo. Maana yake ya Christmas ni muda mwafaka wa kujitathmini pia kabisa. Katika swala zima la kiroho. Kwa sababu tunajua swali gumu sana. Swali gumu sana. Nafikiri ndilo swali ambalo unalo sana, kwa sababu uhalisia simaanishi kwamba usile.
usinywe vinywaji vinavyotakiwa kiafya katika mwili, usifurahi na wengine, kwa sababu kihistoria tunavyoambiwa juu ya Christmas, ile mass ni mjumuiko wa watu. Na ile neno la Kristo ni maana lilikatishwa ni Kristo. Ina maana kwamba ni mkusanyiko wa Kristo wakiwa pamoja. Sawa? Ina maana sasa hawakukusanyika bila kula chakula, bila kufurahi pamoja na mambo mengine. Ila uhalisia zaidi ya yote ni habari ya kiroho. Tathmini yake inarudi pale pale tu. Pamoja na mengi juu ya kufikiria huyu ni mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, na mambo mengi ya uwezo na mamlaka yake anayoyatenda chini ya jua binafsi na kwa wengine. Lakini je, nina uzima wa milele? Na wengine wanaimba, wengine wanafanya mambo mengi yanayomtukuza Mungu, hata kuhubiri, wengine wanahubiri, wengine wanafundisha neno la uzima, ila point inarudi pale pale. Nina uzima wa milele binafsi. Nitachepuka kidogo kwenye umuhimu wa Kristo hapo kidogo. Nitauliza swali kwenye hilo eneo. Una uzima wa milele. Maana yake viko vigezo, viko vipimo vya wakati unatafakari. Unatafakari uzima wa milele ndani dhidi ya kitu gani? Dhidi ya matendo yako, dhidi ya umuhimu wako mwenyewe, au una standard ni ipi? Yaani utajuaje sasa kwamba sasa nina uzima wa milele? Ukiwa unatafakari kwamba ili uweze, mwingine anaweza kaa kweli anatafakari na ana hivyo vigezo, ana hizo standard. Sasa unajuaje sasa hii standard hii, kama ninaambiwa kufanya hivi hapa ninafanya, hapa nafanya, kwa kweli akija Yesu leo niko tayari. Kwa hiyo ni kwamba unajuaje kama hapa nina uzima, hapa nina uzima wa milele. Ninakumbuka ni katika hizi sura mbili, Warumi sura ya 10, Warumi sura ya 9. Hizi sura mbili, Warumi sura ya 9 na Warumi sura ile ya 10, utakutana na habari hizi ya kwamba kwa moyo mtu huamini, kwa kinywa mtu hukiri na kisha kupata wokovu. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya kuelewa. Na huwa inaanza hasa wakati ambapo mtu anapojitambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ninahitaji kusamehewa, nahitaji kuokolewa. Na ukikubali kwamba mimi ni mwenye dhambi ndani yangu, ninahitaji kusamehewa, ninahitaji kutakaswa kwa damu ya mwana kondoo ambao ni ya Yesu Kristo. Kile kitendo cha kuamini ndani yako kwamba huyu ni Bwana, ana uwezo wa kunisamehe, ni Mwokozi, ananiokoa kutoka katika dhambi. Hicho kitendo cha kuamini na tena ukakiri moyoni mwako kweli amenisamehe, baada ya kuamini na kuachia kwamba kweli ayatawale maisha yako moja kwa moja katika ile hatua, ndipo unakuwa na uhakika wa uzima wa milele. Kwa sababu ukishaamini, ukakubali, akaingia ndani ya moyo wako, ndipo hatua ya kwanza ya kuelewa kwamba mimi na uzima wa milele. Hakuna formula nyingine wala jitihada zingine. Na hata kama utafanya matendo mengi ambayo yanayoonekana kwa watu na historia nyingi, ukajenga makanisa, ukafanya mambo makubwa, lakini kama maisha yako hujamkabidhi Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ni bure. Hiyo ndo tiketi pekee. Unakumbuka wakati ule tunajua habari za mwezi msalabani, jinsi ambavyo zilivyokuwa. Wako watatu mahali pale. Huyu anazungumza juu ya jinsi gani ambavyo anazungumza sivyo mbele za Kristo, akimwambia kama wewe ni mwana wa Mungu jiokoe. Lakini huyu mwingine anamwambia Bwana unikumbuke. Pamoja na kwamba wote walikuwa watu wote wenye dhambi, lakini huyu aliposhuka na kugundua kwamba huyu ni Mungu ambaye ni Kristo, aweza kuniona na kunisamehe dhambi zangu, aliambiwa leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Kumaanisha kwamba ni ule utayari wa mtu kukubali na kutubu, ndipo anapata uzima wa milele. Hakuna formula nyingine. Maana yake upasi kujidanganya mwenyewe.
Hapana, hakuna njia nyingine. Yaani usitafakari kwa sababu unadhani hakuna anayekuona. Hapana. Basi ni kati yako na Mungu wako. Ni Mungu. Kati yako na Mungu. Na pia hata ushuhuda utashuhudiwa. Matunda ambayo unayoyafanya yatashuhudia kwamba huyu kweli pia ni Mkristo. Ingawa swala liko ndani ya moyo wa mtu binafsi. Kevin anasema hiyo ndio tafsiri sahihi na kubwa zaidi mwinjilisti Esther anaisema. Kwa kweli tusherekee kwa kutafakari kuhusu wewe na maisha yako kama uko tayari. Haya mambo yanayoitwa pombe na vingine ni vitu ambavyo ni tafakari juu ya namna gani utakutana na shetani sehemu sahihi. Yaani najaribu kuonyesha ziko tafakari mbili. Ziko tafakari kukutana na shetani ama kutafakari kukutana kabisa. Kwa sababu na shetani naye anakupa fursa ya kutafakari. Ndio kama hivyo ukafanya vitu vya hovyo hovyo ni eneo lake. Haya, mwingine anasema, kuna mtu anasema ananifurahisha sana mwinjilisti tungepata na mawasiliano yake. Anaongea kwa utaratibu, kwa kufafanua na inatutia moyo sana. Haya, mwingine okay. Naitwa Elpidias Stefano kutoka Bushagara, Bukoba, Kagera. Nauliza, je, tarehe 26 ya siku ya zawadi inaendana na Christmas? Au wanasema Boxing Day. Boxing Day. Boxing Day haiendani vile. Kama ninakumbuka kidogo, maana wengine wanafahamu zaidi. Ni habari iliyokuwa inaonekana katika kipindi kile cha watumwa, yani wafanyakazi wa matajiri. Chanzo chake ndio kilianzia pale. Wale ilikuwa ni siku yao ya kupumzika na kupewa kitu kutoka kwa matajiri wao ili waweze pia kusaidia familia zao. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiendani na maana halisi ya Christmas ambayo tunaiongelea. Kwa hiyo hapa kuwa na usawa. Kwa sababu kama yani maana yake tarehe 25 wakati tajiri anapumzika, wewe unafanya kazi. Anakupa zawadi kesho yake. Au ilikuwa maana yake ni? Ya sina tafsiri zaidi ya ndani, lakini nina picha kama hiyo ambayo haina maana ya Christmas ambayo tulio nayo. Ni juu ya watumwa wale ambao si watumwa katika maana kwamba yani ni wafanyakazi wale ambao waliokuwa servants, wale waliokuwa wanafanya kazi katika kwa matajiri. Sasa na wao ilikuwa ni siku yao ya kupumzika. Ndivyo kitu ambacho ninachokifahamu kiasi. Na sasa ndio na wao haina mahusiano na tarehe 25. Hapana. Ni kitu kingine kabisa hicho. Na sasa na wao ilikuwa ndio siku yao pia ya kupumzika na kupata kitu kutoka kwao na hata kusaidia familia zao. Ndicho kitu ambacho ninachofahamu kidogo. Yawezekana aliyeuliza swali analifahamu zaidi, ila mimi naona hiyo Boxing Day haijaandikwa kimaandiko kwamba niweze kuitafsiri kutoka katika maandiko, maana Christmas ni tunayoielezea hatutazami kimawazo na kurelate na kitu kingine, tunaangalia Biblia inasemaje. Mwingine unajua watu wanauliza sana maswali ya ujumla. Nafikiri ndio mambo wanaokutana nayo. Yani wanakutana nayo kwenye maisha yao ya kila siku. Kwa ndio maana najaribu labda kutaka ufafanuzi wa kutoka kwako kama yako mahusiano kati ya maisha ya kimazoea na ya kwenye Biblia. Kwa nadhani ndio msingi wa. Kwa mfano kuna mtu hapa anauliza swali kwamba wewe ni Mkristo. Unaishi na mtu asiye Mkristo. Ametaja dhehebu jingine, imani nyingine. Kwa mfano anasema wewe ni Mkristo lakini unaishi labda na Muislamu. Na tarehe 25 wewe unasherehekea. Labda yeye kiimani yake sio sherehe kubwa sana. Ni sahihi kumlazimisha kwa sababu wewe uko katika imani yako afanye matendo na mambo ambayo wewe unayafanya siku hiyo kama Mkristo, kama sehemu ya kusherekea, kwa kumlazimisha kwa sababu unaishi naye nyumbani kufanya mambo ambayo unadhani yatakuwa ni mema katika familia yako. Anauliza ni sahihi kibiblia na ni sahihi katika kusherekea kama Mkristo? Tena ameuliza swali zuri. Je, ni sahihi kumlazimisha? Kwa kweli swala la kumlazimisha, kwanza mtu neno kumlazimisha si jema. Kwa sababu swala la mmoja
kumkaribisha wa dini nyingine aweze kusherekea jinsi unavyosherekea wewe ni swala la hiari, sio la kulazimisha. Ni ya hiari kwa sababu kwanza nitakapomkaribisha nitamkaribisha katika swala zima la maana ya Christmas kiroho ni nini, ambalo nitaomba kumweleza na kumpa habari njema za Yesu Kristo, kwamba yeye ni Mwokozi na hakuna jina jingine tulilopewa wanadamu kuokolewa kwalo isipokuwa ni la Yesu Kristo pekee. Yeye ndiye njia na kweli na uzima, na mtu hamuoni Mungu isipokuwa njia ya Yesu Kristo. Na sasa nitakapomweleza vile, sitamueleza kwa kumlazimisha na sitamueleza kwa kuona kwamba hafai. Hapana, kwa neema ya Mungu nitampa ujumbe wa Yesu Kristo. Na pia hata kama nina jambo jingine la matendo mengine kama ya kusherekea ya kawaida, na yenyewe nitamkaribisha kwa hiari. Injili ya Yesu Kristo tunaihubiri kwa hiari. Okay. Kwa yule yuko tayari atapokea. Na asiyekuwa tayari uko taratibu wake. Na tena hatumuoni kuwa ni adui. Tunampenda na kumjali na kushirikiana pamoja naye. Mtangazaji, nampongeza mwinjilisti kwa kujibu vyema, lakini wewe umekuwa ukiuliza maswali magumu matupu kana kwamba ni mwisho wa kuhoji. Anaitwa mchungaji Magoma. Haya mchungaji. Nasema kwani Christmas ni pumziko? Edwin Ndarichako anatoka Chamazi. Christmas ni pumziko. Watu wapumzike. Au unaweza ukaendelea na mambo yako mengine ya kufanya kazi, au ni siku ya kupumzika. Christmas ni pumziko. Inawezekana anauliza ni pumziko katika mtazamo upi. Naweza nikasema ni pumziko katika msingi wa kwamba mazingira mengine ya shughuli zingine hayana nafasi. Lakini wenzetu wanasema concentration, yani wazo unalolikazia kulitazama sasa ni wakati wa kutazama uhusiano wangu na Mungu. Kwa hiyo sasa linakuwa ni pumziko katika mazingira kwamba mengine hayana nafasi, una nafasi ya kutazama zaidi kiroho na kuendelea na uhusiano wako na Mungu. Mazingira mengine ya kikazi, ya kibiashara, ya kimasomo na hapa na pale hayana nafasi zaidi. Ingawa sijajua zaidi anapomaanisha pumziko, lakini mimi ninaona kwamba Christmas ni pumziko, lakini kwa uhalisia kwamba mazingira mengine ya shughuli za kila siku yanakosa nafasi. Nafasi pekee inakuwa ni yako na Mungu. Okay. Na kutafakari zaidi. Okay, sawa. Mwingine anasema mwinjilisti ananifurahisha sana. Tupatie mawasiliano yake tafadhali Nyanda. Anaweza kutufafanulia pembeni. Mengine ni maswali ya moja kwa moja. Asante mtangazaji, naomba kuuliza katika Biblia Christmas imeandikwa? Maana imekuwa nikiulizwa nakosa majibu. Haya, sawa. Asante. Ni kama vile nilivyorudia mwanzoni, ni kwamba inawezekana kuna njia mbalimbali zilizoanzishwa kuweza kusema kwa nini tusherekee tarehe 25. Lakini mara nyingi napenda kutumia hii pia kufahamu historia kwamba iliidhinishwa hasa wakati ule wa utawala wa Rumi. Kuona kuwa hii tarehe wengine wanasherekea katika dini zao tofauti ambazo walizokuwa wanaziamini na kufanya mambo yao, kupeana zawadi hapa na pale. Lakini katika historia inaonyesha kuwa yule mfalme Konstantini aliona kwamba hapana, na wengine ambao waliokuwepo pale wakatafakari wa Kristo, tunapaswa kuelewa juu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Wa Kristo tuwe na nafasi yetu ya kutazama neno ambalo litatukumbusha kutuleta zaidi kwa Mungu kuliko kutazama yale ambayo yanatutoa nje katika kweli ya Mungu. Hilo ndilo ambalo likaanzia pale na kuendelea. Ingawa tangu mwanzo tumekubaliana kwamba hizi habari njema za kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni sherehe moja kwa moja. Ni sherehe moja kwa moja. Sherehe moja kwa moja. Ni moja. furaha. Sawa. Mwingine watu wanaomba mawasiliano yako sana. Mimi Ramadhani kutoka Sumbawanga. Je, kuna umuhimu wa kusherekea Christmas kama ni mtenda dhambi? Inawezekana nikamhurumia sana yule ambaye anayesherekea Christmas na bado ni mtenda dhambi. Ana nafasi pekee pia ya kuelewa habari ya Christmas ni habari ya wokovu.
ninaweza kusema kwamba haina umuhimu sana ya kusherehekea Krismasi kama ni mtenda dhambi, kwa sababu unasherehekea kitu ambacho ukijui. Yaani ni kama unakwenda mahali usipopajua. Tumesema kwamba Wakristo hawawezi kumfukuza mtu asifurahi pamoja nao, kwa mfano kupata chakula, kukaa pamoja na wao. Haiwezekani kufanyika kitu kama kile katika maana nzima ya Kristo. Na haiwezekani pia hata na yule anayekuja ambaye mtenda dhambi, halafu anahitaji kusikia habari njema za Yesu Kristo, akaambiwa hapana, wewe uende kwa sababu hustahili mahali hapa, atakaribishwa. Ila Mkristo anayesherehekea naye atamhurumia, kwa sababu yani atamuonea huruma sana, maana anafanya kitu ambacho hakijui. Yani unakula chakula, unafurahi na unasema Yesu Kristo amezaliwa kweli kweli, wakati huo humjui kama yeye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Naona nadhani najibu swali lake. Inatia huzuni sana, kwa sababu hata kuna wengine wanaona siku ya Christmas pekee ndio anakwenda kanisani. Sasa kwa kweli safari hii nitaenda kanisani na familia yangu. Siku hiyo wengine ndio siku ya kuenda na mke wake kanisani, wanapanda kwenye gari, lakini siku zote sijui alikuwa wapi. Wengine ndio siku ya kwenda na watoto kanisani. Yaani siku ya Krismasi ni furaha, ila pia huwa inasikitisha, kwa sababu ndio siku ambayo utaona makanisa yamejaa sana. Watu wanaenda makanisani. Sasa unapata huruma sana. Siku zingine walikuwa wapi? Ingawa kuna wengine wanasafiri maeneo mbalimbali na siku hiyo watakuwa wengi. Lakini kuna uhalisia, kuna wengine haendi siku zingine kanisani, anasubiri siku ya Christmas. Lakini wakati unafafanua hapa, mwinjilisti, umejaribu kutoa hadithi moja nzuri sana kuhusiana na Yesu Kristo akiwa msalabani na wale watu wawili. Dakika za mwisho kabisa dakika za mwisho kabisa yule mmoja akakiri, yani dakika za mwisho, na akatambua ukuu wa Mungu na akaondoka. Labda ina mifanano hii, labda mtu anasema labda Christmas hii sasa mimi nakwenda na unapokelewa. Kama nilivyosema, wanakaribishwa wote. Ikiwapo magugu, Biblia inasema hauwezi ukayaacha. Yote yanakwenda pamoja. Tunachokiona ni kwamba ni huzuni sana kujikuta kusubiri dakika za mwisho. Halafu ni zile ni dakika za neema. Inaweza isitokee. Lakini kwa nini wakati ambao uko tayari ukisikiliza habari njema za Yesu Kristo na wengine wakizitangaza, usipokee wakati ule, unasubiri zile dakika za majeruhi. Kwa hiyo ni kitu kinachohuzunisha sana. Ingawa ni kweli tunaomba Mungu sana atusaidie, na hasa tunapokuwa hata kama mikusanyiko yetu ya familia tumekutana pamoja na tunafurahi pamoja, lakini kiini cha ujumbe wa Christmas kibaki kama kilivyo, ni habari njema za wokovu. Nyanda mwinjilisti huyu ananifurahisha sana, na natamani kujifunza mengi kiroho kutoka kwake, maana hata mimi nimemuelewa sana na awe mwalimu wangu. Anasema mwinjilisti kiboko kabisa huyo, ananifurahisha, anaongea kama hataki lakini anatema madini tupu. Haya, anasema mwingine anasema mwinjilisti, Mungu akusaidie, uko vizuri na maandiko unayajua. Mimi Ben mgeni kutoka Iringa. Anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio, nafurahi sana kwa maneno matamu ya mwinjilisti, hakika nimebarikiwa. Ni mimi Jennifer kutoka Kahama, najiandaa kwenda kanisani. Anasema umuhimu wa kusherehekea Christmas kwa Mkristo ni muhimu sana, kwani alizaliwa kwa ajili ya yetu, alikufa kwa ajili yetu. Luka 2:10 mstari wa 16 anasema kama malaika walisherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo ambao hakuzaliwa kwa ajili yao, lakini walisherehekea. Sisi tunapaswa kusherehekea zaidi, maana alizaliwa kwa ajili yetu. Mwingine anasema hivyo. Anasema nauliza, wasuka nywele za bandia na wanawake na wanaoweka kucha pamoja na kujikirimu kuna kuona uzima wa milele? Musa kutoka Kahama. Mada nyingine kabisa hiyo. Sijui kama unataka kuijibu. Si mbaya analouliza. Karibu sana. Ni jema kabisa. Karibu katika kuliuliza. Na nisingeweza kukumbuka vizuri mstari, lakini upo kimaandiko ambapo shida iliweza pia kutokea kwa baadhi ya wenzetu wa Kristo.
wakawa wanajipamba sana kwa kutazama mambo ya mwili na hata kuchelewa kutazama mambo ya kiroho. Wakaambiwa kujipamba kwao kusiwe tu kwa kusuka nywele. Na wengine wakatafsiri kwamba wanawake wanapaswa wasisuke nini? Nywele, kitu ambacho hakikumaanisha vile. Context ilikuwa inaongelea juu ya yale yaliyokuwa yanaendelea kipindi hicho. Wakaanza kufocus tu kwamba sasa inabidi tutazame kwa muda mrefu, ikasahau ile maana halisi ya wao kwenda kuabudu, ikasahaulika. Sasa wakaambiwa watazame zaidi maisha ya wapi? Ya kiroho. Kwa hiyo katika kuupamba mwili ni vizuri upambe, na hasa kwa mwanamke kupamba sio tatizo, lakini ni kwa jinsi gani unaupamba. Je, unaenda kupita kiasi? Hilo ndio tatizo. Lakini kuweka katika mandhari nzuri na unapendeza ni jambo ambalo ni jema. Okay. Ni kama ni Musa alivyoambiwa wale wakajiandae, wale wenyewe wakafua, wakavaa, wakapendeza, na kadi kimsingi walikuwa wanapaswa kujitakasa. Yaani wao wajiandae, wao wasafi. Si wasafi kwa kufua nguo. Yeah. Sawa, sema anaitwa John Nyangige kutoka Sengerema Krismasi. Wakiandika vizuri ni kuelewe. Wengine anasema naomba kujua nini maana halisi ya Krismasi. Hiyo imeshajibiwa. Wengine anasema mimi Pendo Maige kutoka Maswa, nimefarijika na kipindi, hakika kusherehekea Krismasi hakika nimefurahi sana. Pengine mwinjilisti, kulikuwa na kutamatisha kwa kusema jambo kutoka kwako. Karibu sana. Napenda kuwatia moyo kwa sababu mada inasema umuhimu wa Mkristo kusherehekea siku hii ya Krismasi. Kuwatia moyo wa Kristo na hata kwa wengine tukiwakaribisha kwa habari njema za Yesu Kristo. Tukumbuke kwamba Yesu Kristo alikuja kudhihirika, kuzaliwa kimwili. Yeye ni Mungu, alikuwako hata kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu. Kuna wengine wanatazama ni kama kitu rahisi tu kwamba alizaliwa na ndipo yeye ni Mungu. Wakati huo alikuja kujidhihirisha. Tukiangalia Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 26, neno la Mungu linasema kwamba kipindi hicho cha uumbaji Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kumaanisha Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu alikuwapo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu ambaye alikuwepo kabla ya kuumba ulimwengu, yuko na atakuwako. Kipindi hicho alikuja kujidhihirisha, kuzaliwa katika mwili ili kuendana pamoja na sisi, atufikishie ujumbe wa uzima wa neno la Mungu juu ya wokovu. Kwa hiyo Wakristo waendelee kukumbuka habari za Yesu Kristo kwamba ni za uzima wa milele. Wakristo waendelee kujitathmini binafsi, na pia ni nafasi yao ya kujiuliza, je, kama walivyotangaza wengine juu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na wao pia wanafanya hivyo? Au na mimi pia ninafanya hivyo? Hiyo ndio iwe nafasi pekee kwa mwaka huu na miaka mingine tunapoendelea kutafakari habari za Yesu Kristo. Ni habari nzuri, watu wengi waweze kuzijua. Kuna watu sasa, kama haitakuia ugumu, kuna watu wamekuomba sana mawasiliano. Kama haitakuia ugumu kwa maana ya usumbufu ule, basi sawa, lakini kama utaona ni vyema kuendelea kutoa ufafanuzi, basi ungewapa mawasiliano, sio mbaya. Sawa, asante sana. Mawasiliano yangu kama nilivyosema, mimi ni mwinjilisti Esther Fumbuka. Ninaabudu kanisa la AICT Makongoro hapa Mwanza. Na hayo mawasiliano nafikiri itakuwa ni sawa. Namba za simu 0757572470. Okay. Inaishia mahala pale. Okay, asante sana. Ni mkazi tu wa Mwanza hapa. Okay. Na wakaribisha sana pale AICT Makongoro. Na tuendelee kufahamiana kwa ajili ya kupeleka habari njema za Yesu Kristo. Nakushukuru sana. Kabla tujondoka, ningependa sasa tujikabidhi tena kwa Mungu. Asante sana. Karibu sana. Basi tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakupa sifa na ushukrani kwa ajili ya wakati huu mwema ambao umetupa kwa ajili ya kusikia neno lako. Baba, tunaomba utusaidie sana kujua nafasi zetu za kupeleka habari njema za Yesu Kristo kwa watu wote. Lakini pia kutafakari uzima wa milele ndani ya mioyo yetu. Asante Bwana kwa ajili pia ya Star TV na vyombo vyote vinavyopeleka habari njema za Yesu Kristo duniani kote. Kwamba Bwana uvibariki na utubariki sote katika muda huu wote
wa tukio hili la Christmas. Katika jina la Yesu tuomba na kushukuru. Amina. Asante sana. Ni mwinjilisti Esther Fumbuka kutoka AICT Makongoro hapa jijini Mwanza, na tumefarijika kuwa naye umuhimu wa Mkristo katika kusherehekea Christmas, na amewapa namba za mawasiliano angalau kwa ufafanuzi zaidi. Mimi sina la ziada na kushukuru sana. Kwa sasa tutakufuata nyimbo mchanganyiko mpaka saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tukutane tena Jumapili wiki ijayo. Mungu awatunze. Asante sana. Amina. Asante sana. Nashukuru sana. Ungana nasi hapa Star TV, kipindi cha Amka Tumsifu Mungu. Tumwimbie pia tujifunze neno la Mungu. Star TV, kituo bora, kutana na Mungu wako. Pia utafahamu shuhuda nyingi za waimbaji wa nyimbo za Injili kutoka ndani na nje ya Tanzania. Ni hapa hapa Star TV, kila siku Jumapili. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi.